Yesu Kristo. Nimechoka. Mtu Badiko, msinione hivi. Nimeswampa huko, nimefika hapa kwa dada yangu la Matalia, nina ubao kama wote. Hebu tuone kwanza kama atanifungulia, maana mlango mkubwa huu. Lamere, hodi. Jamani, hodi. Hey. Kidogo nijue huko. Hello. Yeah, girl. Welcome home. Asante dada. Jamani, karibu la. Jua limenigonga, mdogo wako utosini huko nina njaa kama zote. Pole jamani. Karibu hapo umefika. Karibu sana nyumbani kwangu. Sasa nikupeleke jikoni kwenye Mata food. Nimeseta maji kwanza nisikutue. Maji hapo kama kawaida. Jamani, hi guys, na mgeni wangu hapa. Hey, it's coming. Hi guys. Hi. Karibu. Asante kwa kweli. Anza kwa sio kwanza. Salamu kavu hapana. Anza. Yaani umefika tu nataka. Yeah, that's umetoka. Karibu Mona Lisa, karibu jikoni kwa Mata food. Mata food. Yeah, karibu sana. Asante. Mimi ndo mwenyeji wako. Asante. Tunapika jambo moja hivi. Ushakula okra soup ya Nigeria? Hapana. Mimi sio Mnigeria lakini nataka nikufundishe kitu fulani. Lakini Mata food, yani ni Nigeria lakini Mata food. Maana watu wana Nigeria unaelekea swaga lako swaga yangu mimi kama Mata food. Basi sawa. Mwanafunzi nimefika, sinajua. Tuna vitu vingi hapa. Chaweza unaona kuna dagaa hapa. Ndio. Huyu dagaa tunamsaga na kutoka kama unga. Tuna prawns hao wadogo. Na wenyewe tunasaga. Tuna mboga majani hapa, Chinese. Ndio. Tuna nyanya, tuna samaki, vitunguu, hivi viungo vyote. Lakini pia huko tuna mbuzi, tuna kuku, tuna nyama ya ng'ombe, na tuna kongoro. Vyote tunaingiza kwenye mboga hii. Mboga moja. Basi sawa. Unanielewa? Hapa kabla hujaanza chochote Mwanza kuna jambo langu hapa. Hebu gusa sikiza uzito wake kwanza. Kweli nzito. Sasa unaweka kitu hapo ndo tunaanza kazi. Kwa sababu kitu? Unatafuta kitu chochote tulichokuwa Mungu amekubariki. Mimi mwisho wa mwaka huwa nakusanya mzigo hapa napeleka sehemu ya watu ambao wajiwezi, nasaidia kutoka jikoni yani. Kwa hata kina dada hapo kipika vitu kibaki kienda dukani anaweka huko. Hivyo Mata kitchen. Yeah. Mchagamie. Pambana chochote ulichokuwa nacho. Na Mungu ni mwema. Ulichokuwa nacho. Mungu akubariki, weka. Chochote ulichokuwa nacho. Toa. Kumejaa. Mzigo mzito. Ubariki sana. Okay, sasa hizi inabidi wewe usage dagaa na hii. Mimi ngoja niamie huko. Mimi nakatakata bamia. Sasa boss lady. Wewe umezaliwa Dar es Salaam, umezaliwa mkoani? Mimi mkoani Mbeya. Kwani ni Mbeya? Mbeya kwetu. Okay, wazazi nao wako Mbeya? Baba yuko Mbeya. Mpaka ninavyoongea na wewe sasa hivi muda huu, muda mseki yuko Mbeya. Na mama? Mama ishafariki muda mrefu sana, miaka 20 iliyopita. Pole. Asante. Okay. Sasa kwanza swali langu lingine. Wewe jina lako ni Lea au Lamata? Mimi Lea Richard Mwenda Mseki. Lamata limetoka wapi? Lamata ni jina tu. Unajua zamani ile kwa ukiingia kwenye vikundi vya kuigiza, ulikuwa unabidi lazima utafute KA. Lazima una jina lako la kazini. La kazini. Kwa Lamata ilikuwa jina la kazini. Ukaamua ulibebe hivyo. Ndio basi likalibeba limekuwa kampuni sasa hivi. Lamata Village. Yes. Okay. Kwa hiyo imeongezeka Lamata Village tu entertainment. Okay, sawa. Mimi naanza sasa kusaga kwanza dagaa kwa sababu kibanda chetu kimejaa. Saga. Mimi nimemaliza. Hii inafaa? Inafaa. Unga ndo wa dagaa. Weka pembeni sasa tunasaga. Umekaa kama vumbi. Tunasaga sasa hizo prawns. Okay. Sasa mimi nataka kujua nini kilikufanya ukataka kuwa producer, director, yaani ilikuwaje kwaje? Mimi nadhani ni kipaji tu. Hapo kiniuliza ilikuwaje hata siwezi kusema. Lazima kuna siku ilitokea kitu bwana. No, kwa sababu toka mdogo natunga story. Yaani toka niko mdogo kabisa, nile mdogo kabisa miaka 4 5. Tulikuwa tukitoka kwenda kuangalia cartoon, tukitoka mimi nakusanya tena watoto wasema cartoon ile lakini najiongeza vitu. Kwa watoto tulikuwa wakitoka tu cinema tulikuwa wananikimbilia mimi. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa kwenye kota kipindi hicho. Kwa hiyo babangu alikuwa mwalimu chuo pale. Kwa hiyo watoto wote tunajikusanya kota nzima tunakaa pamoja. Mimi naanza kuandika story ile ya kwenye cartoon. Ndio niko kuanzia kwa story mpaka nakuwa yani, lakini kwa mtu wa kutunga story. Ila kuja kuwa producer ndo baada ya mimi kukua sasa. Na ilikuwaje kwaje ukajikuta sasa umekuwa producer? Ulitokaje Mbeya ukafika Dar alafu ukaanza kuwa producer?
Yani sijapata nisemaje. Of course kila mtu anakuja kwa ajili ya mapambano. Mimi nilikuja kwa ajili ya kusoma shule. Yani kama Hollywood yetu unajua kabisa. Kusoma na nini nikafika mimi ndoto zangu nilikuwa nitakuwa traffic. Kwa nilikuja mpaka hapa nikachukua difomu ya upolisi, nikasomea upolisi, kila kitu nilifanya. Lakini ndio bahati mbaya tena haikuwa yani bahati mbaya na bahati nzuri. Sijui nisemaje sasa hapo. Kwa hiyo tu ndio hivyo nikajikuta tu nimeamua kuingia kwenye sanaa na sio kuwa tena polisi. Okay. Na ulivyoingia kwenye sanaa ulianza kwanza kama director, kama producer au kama muigizaji? Yani mimi tu nilianza kama production manager. Production manager unajua ni mtu ambaye anahakisha vitu vimekaa sawa, hapa weka kile, leta kule. Pia wengine kuna muda nilikuwa tu kama ni mdada tu ambaye anamsaidia msanii labda kumshikia pochi, kumpasia nguo nini. Pia nilikuwa mtu tena wa location. Assistant fulani. Assistant, yes. Nyumba zote kama hivi tukisha shoot kimaliza mfano kama hapa. Mimi ndo nisafishe nyumba, nioshe vyombo, nipange, niashe nyumba ya watu. Okay. Sawa ndo naondoka. Okay. Na nani ilikuwa mtu wa kwanza kukupa nafasi sasa kwamba mtu akagundua Lea anaweza bwana, Lea njoo kwanza tufanye hichi na hichi, hebu direct ama hebu andika story, niandikie ka episode kamoja. Wanasemaga who gave you your big break? Yeah. Cha kwanza nilienda ITV ambako kulikuwa kuna kikundi pale cha sanaa. Kilikuwa kinaitwa Amka. Wale ndio nilianza nao pale, nikawa tu kama mwandishi, japokuwa unajua kuamini mtu mgeni umefika pale haikuwa rahisi. Baada hapo kuna baba mmoja anaitwa Daniel Basila. Ya huyo baba alinipokea na yeye, kuna dada yangu alikuwa anamjua, nikakuja kukutana na kina Joali, kina Lei, ndio sasa ndio wale wakanifahamu, nikaanza kukutana nao. Baada ya hapo sasa, Jackie Wolper ni mtu ambaye aliniamini ile kabisa. Yaani kuna kuamini lakini kuna mtu kuamini kwa sababu wewe chukua hela hii, tunga story, tu direct wewe mwenyewe tutoe kazi. Shout out to Jackie Wolper. Yes. Kwa kweli. Okay. Jackie hivyo Lake Kigosti akanishika mkono sasa kwa ajili ya kudirect. Lake Kigosti alishika mkono kwa ajili ya kudirect mpaka nikawa director. Sasa kupitia kudirect na kuandika story, nikajikuta nimekuwa producer kwa sababu kuna vitu nilikuwa navitamani kwamba kama producer unajua ndio say ya mwisho, ndio mwenye hela kwa sababu bwana hichi kitu nataka hichi kitu sitaki. Sasa nilikuwa zamani maproducer kia nikiwaomba bwana hii story nzuri lakini huyu mtu character hii sio nzuri au hii story nzuri, hii nyimbo unashutia haifai. Yaani nyumba atakiwa mtu awe maisha kimaskini lakini mtu kwanza ana haraka na nyumba mjomba wake ataka shoot tu bora liende. Kwa mimi natamani kama nyumba kimaskini kweli, kama kitajiri kweli. Kwa yes walisia kama producer nikawa naona maproducer wengi wafanye hivyo. Kwa mimi nikaamua bwana mimi kama Lamata nitapambana niwe producer hivi nitoe kile kitu ambacho hata Mtanzania akiona mtu yote duniani aseme kweli this is movie. Okay. Basi mimi naomba nisage maana nimekuwa nasikiliza tu hapo. Okay. Haya, muona sasa hapa mimi sipendi kupikia juu, nimesimama. Napenda kukaa ndo mambo yangu. Kama mama. Kwa sasa hivi maji nimechemsha, nataka tuweke sasa. Tuchemshe bamia. Tuchemshe bamia, tuweka na chumvi kidogo. Okay. Wengine wanaonaga wakichemshaga bamia wanawekaga na magadi. Wanaweka na magadi. Mimi sasa nikiwa napika mlenda. Lakini kwa hichi ninachokipika leo siweki magadi ya. Hivi magadi yanafanya nini? Yanasaidia kulainisha. Bamia ndo kazi yake. Hata sisi kule na chumvi kidogo hiyo. Chumvi kidogo. Kwa hiyo hapa tuzipike hivi 100%. Zinalegea tu kidogo tumemaliza. Dakika 2-3 tu. Sasa chemka tunakuja sasa kupika yenyewe. Kabla yote tugonge chakula kisije katoka kibichi. Sasa mimi nataka uniambie nani anakuinspire wewe? Mimi ana-inspire Tyler Perry. From America, yani Tyler Perry ana-inspire. Nimeanza kumfuatilia kuanzia mwanzo kwenye maisha yangu mpaka leo. Na kila step mimi nayoenda ndio step anopita yeye. Kila step unayoona kwenye maisha yangu ndio step anopita yeye. Kwa hiyo namshukuru kwa sababu yani karibia step 7 mpaka 8 nimezifikia. Okay. Sasa na bado nataka nifike steps za kuwa na studio kama Tyler Perry. Okay. Ni Lamata Village studio na hivyo. Inshallah Mungu akipenda. Mungu akusimamia utafika tunakuaminia. Na unaga Tyler Perry umemtaja anafanyaga na zile kama stage plays. Na wewe eventually ungependa ufanye kitu kama hicho? Napenda lakini sasa bado sijajikita. Sasa unajua nataka kufanya kitu kiwe bora kwa sababu ile inahitaji maandalizi mazuri, waigizaji wazuri. Unajua mwigizaji anaigiza kawaida hapa na kwenye stage ni vitu tofauti. Kwa hiyo kuna bidii kwa kuna madirector professional kabisa. Kitu kinaiva hapo unaona? Nimeona povu ishaanza kuja. Alafu nahisi kule utumbo kama unataka kuungua. Unasikia kama unaniliwa. Mafuta umekauka maji. Vile kwanza jiko tumeivisha. Imeshaiva. Umeelewa? Kwa hiyo msanii wa kawaida na msanii wa kwenye stage ni wasanii wa tofauti. Kwa sababu pale hamna cha cut kurudia wala nini. Pale mkianza ameanza kwa sababu watu wanajaa, hata watu 10,000, 20,000 wanaangalia story yenu mwanzo mpaka mwisho.
umfurahishe pale pale, akiwa pale pale, acheke pale pale, alie pale pale na ajifunze. Hivi ni rahisi kumfanya mtu anayeangalia acheke au kulia? Kipi ni kigumu kufanya zaidi? Kufanya mtu acheke au kufanya mtu alie? Kucheka. Unajua kucheka ni kitu kigumu sana. Sio kulia. Hivi unajua mpaka umguse mtu hisia atoe chozi sio kazi ndogo. Ndio sio kazi ndogo, lakini pia kucheka. Unajua watu kwa sababu mtu anaamua kucheka, lakini kuna ile kucheka yenyewe ni kazi. Hata wanafanyaga kwenye stage ya comedian wanaopambana, mtu anacheka ni kazi ametumia. Unaweza kuchekesha mtu asicheke amekuangalia tu. Unajua kwenye kulia hisia mtu utakapo hata maneno utakayotamka tu ukiongea, hata kama usipotoa machozi wewe, kuna mtu anapata hisia. Sio lazima naye machozi yamtoke. Kwa hiyo kuna ile hali ambayo inawezekana kwa, lakini kuchekesha ni mtu mpaka aamue kucheka, sababu amua acheki. Kama hujamgusa acheki. Sasa bora kwenye kulia kule kwamba mtu anaweza tu amekaa kimya, hajahuzunika, lakini sura yake amekaa kimya, unahisi wewe amehuzunika. Lakini swala kucheka lazima ucheke, yani tuone umecheka. Basi mimi siku zote naonaga ni ngumu kumfanya mtu. Nilikuwa na assume ni ngumu kumfanya mtu ali. Kumbe kucheka ndio changamoto zaidi. Kucheka changamoto nikwambie. Sawa. Wewe umesema Tyler Perry ndo unala kuinspire. Wewe sasa kama mjasiriamali, producer, director, manager, scriptwriter, unapitia changamoto gani kwenye hii tasnia ya film? Changamoto ni nyingi sana, kusema nizielezea hapa mwanzo mpaka mwisho ni ngumu. Lakini changamoto ya kwanza ni capital. Unajua mtaji wa kutaka kufanya kitu kikubwa unachokitamani kukifanya ni kazi. Mfano kama mimi nataka kuwa na studio ya Matavei, sio mchezo kwa ile studio, yani lazima upambane kweli kweli. Kwa hiyo kuna vitu vikubwa, kuna movie kubwa natamani kuzifanya, international movie, lakini zinahitaji pesa, zinahitaji uwezo, akili, zinahitaji vitu vingi. Kwa sababu unakuta akili unao, uwezo unao, story kali ya kwa international ipo, ila ile budget ya kufanya ile kazi inakuwa pia. Changamoto nyingine ni locations za kushutia. Kwa sababu kuna location unaweza kama unaitamani wewe ufanye, mfano labda magereza, unatamani kwa kuna magereza makubwa ufanye, lakini gereza gani utapata hapa Tanzania utaenda kushuti ukawa proper ukakaa mwezi? Ni ngumu. Kwanza unaweza kulipia gereza ushuti wanaruhusu. Sio rahisi sidhani. Which means unahitaji hela kubwa sana kujenga hiyo set. Yes, ili tupate gereza, tupate mahakama. Yaani mtu unaenda unashoot mwenyewe unaenjoy. Haya, so unaona tayari hapa tutoe kwa sababu unaona maji yanaanza kuisha. Ndio. Tutoe kwa ajili kwanza sasa kupika sasa oko supu yenyewe. Okay. Kitambaa kiko wapi? Kitambaa kiko pale. Iki hapa. Leo mimi ndo assistant. Leo ndo kila production manager. Hapa sasa tunasubiria hilo. Niweke wapi? Weka hapo juu tu. Haya, sasa tunaanza kupika oko supu yenyewe. Tunatumia mafuta ya mawese. Ya Nigeria wenyewe mafuta ya mawese. Lakini sisi tunatumia gaya mafuta. Unajua sisi zamani sana mama yetu alikuwa anatupikia mafuta ya mawese na viazi vya kukaanga. Viazi mviringo vya kukaanga na mafuta ya mawese. Hivi ni mazuri kuliko haya kwetu? Yaani ni mazuri sana. Sema takiwa ukiweka yachemke muda mrefu. Kwa hiyo hapa inabidi tuache kidogo yapate moto. Alafu mpaka moshi unatoka hivi. Unaona unaona moshi ukitoka rangi? Ana rangi. Wewe sasa okra soup rafiki yangu. Nani ilikuwaje? Mimi napenda vyakula vya Kinigeria. Imetokea tunapenda. Uliendaga ukaoja siku moja ndio nilienda Ghana. Mimi just jafika nimefika na Ghana. Okay. Nilikula vyakula vya Ghana nilivipenda sana kwa sababu wa Ghana na Nigeria wanapika chakula kimoja. Kweli. Kwa hiyo ni chakula chao nikawa napenda. Kwa kila kitu nikawa naangalia. Nilikula hiyo okra soup nilipenda, nikala kuna ule wali wao unaitwaje? Jollof. Afu kweli. Kwa hiyo wewe hujaona, mimi naonaga wanachanganya vitu vingi. Na utaona hapa nachanganya vitu vyote. Na inakuwa tamu vile vile. Yaani balaa, tamu balaa. Tuanze kuweka vitunguu sasa. Mimi nipe nitakuwa na kukorogea. Haya. Yaani anza kuweka vitunguu. Okay. Vitunguu maji tunaweka. Endelea kukaanga. Okay. Vitunguu maji tunakaanga. Hayana harufu mbaya mafuta ya mawese. Na watu tu wana wasiwasi. Yaani mazuri. Sijawahi kudeal nayo. Ni vizuri sana. Naomba na vitunguu saumu hivi hapo juu. Vitunguu saumu hivi hapo. Toa chumvi pembeni. Haya. Kwa hiyo sasa, wewe hii tasnia uko kwenye hii game miaka mingapi sasa hivi? Naenda miaka 18. 18. Kama ni mtoto ashakuwa. Kabisa. Bado miaka mingi tulize 20. Hongera sana. Asante. Okay. Ulikuwa unaongelea kuhusu changamoto, unasema stories za kutel ziko nyingi. Kwenye hizo changamoto hujawahi kupitia changamoto ya rushwa ya ngono? Enzi hizo mimi. Wakati ndo niko kwenye sanaa napambana kuwa director, sijui kuandika. Hizo changamoto kama mwanamke huwezi kuzikosa. Sasa wewe akili yako kichwani. Sasa ulizikwepaje ndugu yangu? Ilibidi kukubali kukosa kazi ama? Of course nilikubali. Nimekubali kukosa kazi. Hapo mtu nikisimia leo kwamba alamato studani. Nilikwepa ndio maana nilifika hapo kwa sababu nikwambia 90% watu kwa kipindi ndio kwa mimi kwenye industry. Walikuwa nakubali rushwa ya ngono, wengi walikuwa hawezi kutimiza ndoto zao.
Wengine walishika mimba. Na ujue producer au director akishalala na wewe anakudharau pia. Hauna maana tena. Lakini ukimgomea wewe mwenyewe ukipambana, huyu dada kwa nini anagoma? Huyu ana kitu unaamini kwenye kipaji chako. Kwa nini mimi siamini kwenye kipaji changu, naamini kwenye ngono? Okay. Mimi Lamata naamini kwenye kipaji changu, siamini kwenye ngono. Okay. Ndio maana nimefika hapa. Okay. Nadhani hilo jambo zuri mmesikia jamani. Mwisho wa ngono amini kipaji chako. Ulichokuwa nacho ndani, kwa sababu ngono haitwa kusaidia, watakutumia, watakuacha. Sawa. Sasa nakuja kwenye maisha yako personal. Haya, jamaa tunaweka black pepper na curry powder. Okay. Kama nilivyokuambia, nataka sasa kidogo personal questions. Una watoto wangapi? Nina mtoto mmoja anaitwa Kingston. Tunaweka na carrot. Okay. Ilibidi niulize maana mimi namjuaga tu huyu mpya mdogo. Nikasema usikute kuna wengine. Ana miaka mingapi Kingston? Kingston ana miaka 2 na kama miezi 7, bado miezi 3 atimiza mwaka. Miaka 3. Motherhood inaendaje? Unaionaje? Kasheshe. Mwanzo nilichanganyikiwa kabisa. Kwa nini? Basi nilikuwa nimezoea kuwa busy vitu vingi, kwa hiyo nilikuwa sina majukumu ya kifamilia, lakini baada ya kupata majukumu ya kifamilia na kazi, yani unajua mimi superwoman, yani nataka nikimbizane. Kila sehemu upo. Ilibidi kubali, nishuke, ninyoshe mikono. Okay. Wana familia. Kuna kitu siku hizi wanakiongelea kinaitwa postpartum depression. Kilikupata? Hiyo inakuwaje hiyo? Unakuta baada ya kujifungua unakuta sometimes unapata depression. Ni siku ya pili tu baada ya kujifungua nilipata hiyo shida. Ilikuwaje? Nilikuwa tu sitaki chochote, sitaki kazi, sitaki mtu aniambie kitu chochote. Nilikuwa nataka tuongelee tu mtoto wangu. Nataka nishikie mtoto, nataka niache kila kitu. Niliambia ndio watu sitaki kushoot, sitaki. Nilipopata mimi mtoto wangu wa pili, sijawahi kuwa na mtoto analia vile jamani, mtoto wangu alikuwa analia. Sasa nadhani pia ni kwa sababu mimi nilikuwa pia na uoga sijui na wasiwasi. Unajua mtoto kama wewe ukiwa una wasiwasi na yeye anapata wasiwasi anaanza kulia. Kwa hiyo nadhani ilikuwa ni ile, lakini mtoto ilifika a point mpaka nikawa sasa sielewi. Siwezi hata kuoga. Yaani kama hajalala au anyonye ni analia. Nilipata depression kali dada. Nilipata depression mpaka nikaanza kuhisi mtoto anipendi na kukosea mahali. Mume ikabidi anipakie kwenye ndege aniambie nenda kwanza ukapumzike kwa mama. Nenda kwenu. Nenda kwanza kwa mama yako ukapumzike. Tunaweka soya sauce sasa. Hapa. Kwa kaondosha mwenzangu kwa. Yaani nikaanza paka kuhisi mimi mwanangu ananichukia. Kwa sababu lakini nikagundua nadhani kwa sababu ndio ilikuwa niseme uzazi mpya sijui maana nilikuwa sina msaada, sina dada, inabidi mume aende ofisini. Kwa hiyo nabaki mimi na mtoto tu, frustration ile. Nilivyoenda kijijini kwanza nimefika mama yangu alikuwepo. Nyanya sasa tunaweka. Nyanya sasa hizo nyanya nimezisaga, nimeweka na pilipili 4. Pilipili 4? 4 pilipili 4. Dada, jamani. Leo tunaenda kuendesha. Tuna join from unasikia harufu hiyo? Umeona pilipili? Yesu. Hatari leo hapo kuna kazi. Leo kuna jambo. Tukiweka nyanya tunaweka na hoho zote za aina 3 jamani. Kama unavyoona. Nyekundu, njano na kijani. Tunaweka kwa pamoja. Okay. Basi nimefika kule nakwambia mama yupo, kuna dada yangu, mama mwenyewe ana mdada wa kazi. Nimefika tu kwanza nikapokelewa. Leta mtoto tumshike, weka pumzike. Mwanangu tangu siku hiyo hajalia mpaka na leo. Mambo yanaenda vizuri. Yes. Kwa hiyo postpartum mwenzangu hata mimi nilioka. Mimi nilikuwa sitaki chochote. Yaani kwanza unajua kwanza ukiwa umezaa mtoto wa kwanza ile watu wengine washazaa wengine unaojuana dada zako ndugu zako, lakini ile kwenye kunyonyesha mtoto ndio ilikuwa imenisumbua sana. Nyonyesha mtoto mimi yani nachanganyikiwa, naona maziwa yanauma, afa yatoki, yani nyonyesha mtoto yanachubuka sometimes. Yani, nilikuwa najifanya naenda kunyonyesha mimi jamani sheko. Kingston naomba tu nisamee. Nilikuwa naingia chumbani na mtoto nakwambia nafunga mlango mtoto asinione. Nikitoka simnyonyeshi namwangalia tu. Alafu nikitoka amenyonya sana. Mimi mamangu alikuwa na hiyo tabia. Ukinyonyesha mtoto usiongee, usishike simu, kaa naye nusu saa. Mimi naweza kukaa nusu saa siongee. Tuweke chumvi, je chumvi tuweka hapo, tuweka kidogo sana. Okay. Tuweke. Kwa sababu nyama zetu zina chumvi. Tuweka kidogo tu Anyway, nimetaka kuuza swali lingine. Wewe mwenzangu uko na mwenza au ni single mother? No comment. No comment. No comment jamani. Sawa. Na binti sasa unajua siku hizi kumekuwa kuna propaganda kubwa kweli kuhusu single mother asiolewe, single mother hiki, single mother kile. Wewe unamwambia nini binti ambaye ni single mother hajajipata anajitafuta? Mimi nachomwambia ni kupambana. Maisha saizi haya hayaangali chochote. Haangali uko kwenye ndoa, haangali wewe ni single mother, haangali wewe ni single tu mwenyewe, lady hauna mume, hauna mtoto, una nini. Yaani mimi nachoona kwenye dunia saizi ni kupambana tu. Haya mengine mambo ya ziada. Mimi ndo ninachoamini
Sasa kama wewe hivi ambaye ni mama na ndio boss lady, maana producer, director, story writer, script writer, unapitia changamoto gani kama mama, kwa sababu amshua kazi na kidogo tuweke kidogo tuanze kuweka hizo sasa nyama zetu tuweze kuweka ya unga kidogo sana, majani ya moto. Okay, kama mchuzi fulani, umeona? Sawa. Baada ya kuweka hivi tunatokota kidogo ndo tunaanza kuweka unapitia kwa sababu unajua amshua kazi yako is demanding, ushoot usiku, ushoot mchana, uende hivi, ufanye hivi. Unapitia changamoto gani kama mama? Kwa sababu inabidi sasa uende na Kingston kila mahali huko, na sasa unamwacha Karoka na Uma. Changamoto gani unapitia as a mom ambaye pia ni mjasiriamali? Changamoto ni nyingi. Kwanza mwanzo nilikuwa sijui. Nilikuwa naona kawaida tu kwa sababu siku nina ndugu zangu nyumbani na familia. Kwa hiyo nilikuwa naona kwamba mtoto wangu yuko salama na kwenda kwenye mchezo zangu. Ni sawa, yuko salama kweli, lakini hicho ambacho nilikuwa nimesahau ni kwamba mtoto wangu anatakiwa kubondi na wewe. Nilikuwa na mimi tu nikirudi kimwambia tu King hai nimelala naye basi. Lakini kaja kugundua kwamba ile hata unavyofanya kazi kwa kiwango gani lazima mtoto wako unae karibu. Sasa hapa katikati mtoto wakati anaingia miaka miwili, yani kama mimi, yani akiniona mimi, yani kama sio ameona mtu yoyote yule. Nana time au mshtushi una jipya. Yani nilikuwa naumia mimi mpaka nilikuwa nakasirika. Naambia sasa unakasirika nini? Basi nachukia. Baadaye kaja kugundua kwamba hata nifanye kazi zangu kiasi gani lazima niwe na muda na mtoto wangu. Kwa hiyo nikawa niona nikitoka kwenye mishe zangu kama hii sehemu ambayo niko sasa hivi haina umuhimu sana, narudi nyumbani. Okay, sometimes tunaenda naye kazini. Hapana, Kingston kienda naye kazini kwa ni vurugu. Unajua kazi zetu sisi ni za sitaki makelele, sitaki fujo. Nikienda naye labda kama anapita tu njia labda mara moja ananisalimia anapita. Okay. Sasa hivi tunaweka unga wa dagaa. Huu hapa? Ni mimina. Naona kitu hicho. Sasa una mpango wa kuongeza au tunaishia kwa Kingston? Hapo jamani nakosa natamani. Lakini nikikumbuka kwa shoga kuna mtu. Utakukuta nina mtu nataka nikuunge sehemu. Hapana. Hapana, nisamee kwenye hilo. Hutaki. Tumeweka dagaa na huu ni zile prawns. Prawns yetu tunaweka. Nyama. Kwa hiyo nataka kuongeza mwingine. Nakushauri kwa sababu wamama wanakuaga na mtoto mmoja alafu ni wa kiume wanakuaga kiungulia. Hatari. Akija kupata girlfriend utakuja kusumbua. Uchanganyikiwe, nikose mtu mwingine wa kunisaidia. Unakuta mama mkwe unashindana naye kama mke mmoja. Kwenye mchuzi tunaweka nyama gani tunaanza? Angalia hapo nyama hii tunaweza tukaanza nayo. Tuna mbuzi huyu. Tunaanza kuweka mbuzi jamani. Sawa. Ujue leg bar leo tumwafikia. Tunaweka mbuzi, tunaomba nyanya mboga nyingine yenye mchuzi. Hapa kuna ng'ombe. Tunaweka ng'ombe sasa. Yote na mchuzi wake, yes. Mtu badiko leo tunataka kujifunza hapa. Baada ya hapo ng'ombe. Baada ya hapo tunaweka kuku. Kuku yuko wapi? Tunamuomba kuku, Kwio anaingia. Kwio huyo hapa. Yes, tunamweka. Nimependa. Afu wa kienyeji huyo. Wa kienyeji ndio. Mimi napenda kuwa kienyeji ukweli. Sipendagi tofauti na kuku wa kienyeji. Baada ya hapo tunaweka samaki. Samaki. Huyu ni samaki gani? Huyu samaki kambale. Kambale. Shughuli. Geuza sasa wewe. Baada ya hapo tunaweka utumbo. Yaani wandae. Kwanza hii utumbo huu. Mimi nimesha koroga vimechanganyika hapa. Sasa tunaweka utumbo. Jamani. Wanajua wana mambo. Utumbo tunakuja kumalizia kuweka kongolo. Hilo hapo kongolo jamani. Jamani mimi sijawahi kula chakula cha design ile. Leo hatari hapa. Sio jambo dogo. Unaona mchuzi unatoka hapa? Ukishakoroga mimi ngoja nikonje chumvi. Sasa baada ya hapa tunaweka mboga ya majani hapo. Tunatumia Chinese? Yes, Chinese. Okay. Haya. Tuiweke unataka kuonja kwanza? Mimi jamani. Hapo. Tamu. Iko sawa? Baada ya hapo tunaweka tuache hivi kidogo au tunaweka tunaweka vitu vinatokota kwa pamoja ndio supu yenyewe sasa. Kwa hiyo tunaanza kuweka mboga yetu ya majani. Tunakuja kumalizia na bamia sasa mwisho. Sawa. Sasa tungeweka nusu tu, tusiweke nyingi sana. Sinyado. Kitu kinatokea. Jamani leo tulikuwa tunajadiliana hapa kuhusu spinach na Chinese. Ukienda kwenye zile supermarket za kishua ukisema naomba spinach sio hii. Hii hapa ni Chinese spinach, ndio maana wabongo tunaita Chinese. Mimi mtu akisema yani spinach hii siwaelewi. Nasema ni nini jamani? Nafikiri inatosha mboga. Inatosha? Okay.
Tukati. Wewe kwenye kazi zako watu wakija, kama watu wanakuja kukulisha, unajuaje wewe mtu ana kipaji cha kuigiza? Okay. Yaani mimi tu, yani kama Mungu amenipa talent na jicho la tatu. Mimi nakutana na mtu hata benki tu nikamwona, nikamsogea, nikaongea naye, nikamwambia bwana wewe unajua kuigiza. Au nikamwona tu mtu Instagram, mfano mzuri Love. Yule Love nimeona Instagram hajafanya chochote. Alikuwa amekaa tu hivi anaiba kijimbo cha Mbosso. Nikampigia, alipost Juma Lokole, nikampigia Juma kama Juma, huyu dada anamhitaji, huyu anaweza kuja kuwa msanii wangu. Leo Love huyu hapa. Nimemwona hivi, sikumwona hata chini ukoje, niona sura yake peke yake. Ukaona huyu ana kitu. Yes. Hey. Kweli mtu na kazi yake. Kwa hiyo hata unaona polipo, yani wewe najua una kitu chako ndani, na nitakuja na nitaongea na meneja. Eti na jambo na wewe. Mimi unanipa roho gani? Yaani wewe kuna character fulani na kufiti, yani kwamba ukicheza hiyo character umemaliza. Yaani dada fulani tu ujali, umejali, unataka hujataka utafurahi. Sawa. Twende kazi. Niko hapa jamani. Mkiniona mimi Lamata Village mshishtuke, mshasikia. Naweza, kipaji kipo. Kikubwa sana. Swali langu nataka nyingine uniambie. What is your perfect date? Mtu akitaka kumtoa Lamata Lea out na hakikisha akitoka hapo anapewa hiyo date inafananaje? Tuambie dada. Jiachie usijali. Mama mimi kiukweli napenda movie. Kwenda movie. Yaani unipeleke movie, nifike pale nile popcorn, unipe chocolate, ice cream, tuingie tuangalie movie tutoke. Jamani. Mwisho wa siku wanawake bado ni wanawake. Producer anapenda movie yoyote. Mimi napenda movie, yani mimi movie ndio kila kitu, ndio style yangu ya kwanza. Kama hata ukifunga macho nikifungwa. Style yake ya kwanza ni Lamata ni movie. Ndio maana nimekuambia hivyo. What is your favorite movie? Mimi ni nyingi jamani. Nitajie 3. Ngoja kwanza nitulize akili. Na waigizaji wako 3 ambao unawakubali. Haya maswali kwa technique hayo. Ngoja narudi. Na kuweka sehemu kwenye mtego. Unaweka kwenye mtego sana. Kwenye movie ninazo kali 3, lakini nizichanganue. Lakini kwenye msanii gani mkali mimi ujue ninachoamini kwamba mwigizaji mkali, ninachoamini mama mwigizaji anayekuja ndio mkali zaidi. Ninachoamini mimi kwamba ukisema sasa mwigizaji mkali, watu wakali na nawakubali sana, lakini naamini anayekuja mbele ndio mkali zaidi. Ndio mkali zaidi. Okay. Kama Kanumba alikuwaga mwigizaji mashuhuri sana. Wewe unavyoona kama producer na director, amesha katika hao ambao wamekuja baada yake, wameshakuja wakamwacha, ameshakuja mtu ambaye akamfikia na akamwacha, au hata aliyekaribia kumfikia? Unajua ukishamwongelea Kanumba kuna kitu kinakuwaga, yani Watanzania sasa, yani akili zao wengi kuna mawazo ambayo wanayo. Kwa unaweza kusema kitu mtu akaanza kusema Lamata si hivi, lakini kwenye uhalisia Kanumba amefanya kitu kikubwa sana. Ni legend ambaye amefanya kitu kikubwa, ametufanya hata sisi na Lamata leo tufikirie kufanya kitu kwa ukubwa, kwa sababu yeye alisikia kufanya kitu kwa ukubwa, akaanza kutoka nje ya nchi, akaanza kufanya kazi na watu wa nje ya nchi, ndio akapata ule ukubwa ambao alikuwa nao. Na amekufa na ukubwa wake na ninamheshimu mpaka leo. Lakini ukiangalia industry sasa hivi ni tofauti na aliyotoka yeye. Hata uigizaji wake alikuwa anaigiza yeye kipindi kile sasa hivi ni tofauti. Kwa kila kitu kimechange. Kwa hiyo hatuwezi kuongelea ile zama ya ile nikafanyisha Kanumba yule na msanii wa sasa hivi. Msanii sasa hivi atakuwa ni mkubwa tu, atakuwa anajua tu, kwa sababu vitu vinabadilika, industry imebadilika, kuanzia production, vifaa hadi wasanii wenyewe kwenye uchezaji mbadilika. Kipindi ambacho Kanumba alikuwa amesoma kama yeye kwa miaka yake. Lakini sasa hivi ukisema tena umfanishe Kanumba na watu wa sasa hivi, mimi sitaki kufananisha kabisa. Nataka ningeache kama ile. Sio haki. Sio haki, haiwezi ku make sense. Okay. Ungependa Kingston aje aoe? Of course, why not jamani? Sasa sitaki familia mbele nikuniona na wajukuu na watu wengine. Na kunarudia mama wako wa mama wenye mtoto mmoja wa kiume. Hatuna wivu. Tunasumbua. Tugeuze hapa ili tuweze kubadilisha. Thank you. Haya, sasa kinafuata tunaweka sabamia zetu zile chemsha zile. Okra soup. Sasa hapo ndo inakamilika sasa. Okra soup inakamilika sasa. Sijawahi Mona Lisa mie. Geuza sasa. Upate experience. Wenzangu. Hapo sasa inatokota, ikishaiva tumemaliza. Tukutane mezani. Tukutane mezani tule na mubaba. Mimi bwana nasemaga mubaba. Tule na mubaba. Ndio nilikuuliza wewe jamani, kuna mtu amna, kumbe nimepata jibu. Wapo utaona mababa walao, kuna baba kama 3 leo utakutana. Mimi namuongelea baba yule. Kwa hiyo soga. Baba yetu special unampikiaga nini wewe? Pilau au okra soup? Pilau na yeye. Unaweza umenipata, hujanipata bado. Baba wangu watu wanamjua baba gani? Mimi nasema hivi jamani,
Kama umewahi kuja ukapikiwa pilau kwa Lamata, basi wewe jua ni mtu special. Kabisa. Yeah. Hapo sasa tunaacha inaiva sasa. Sasa hapo hapa yani hapo tunaenda kula sasa. Okay. Baada hapo tunaenda kula. Sio ninavyotokea? Yeah. Kwa sababu tulikuwa tushaya nini ilikuwa inachemka kidogo basi. Hivi unajua juzi kati nilikuwa napita mtandaoni. Nikaona kuna mdada Mtanzania ameingizwa kwenye kamati ya Grammys. Unajua hilo swala? Sijui kwa kweli. Kuna mdada Mtanzania huyu ameingia kwenye sijui ndio board sijui nini, lakini ameingia kwenye Grammys huko. Tunapiga hatua jamani. Tunapiga hatua kubwa sana. Mimi nasema Tanzania kwanza tuna vipaji vingi. Vipaji tunavyo, sema ipo siku sio kwa na jina. Nimeona una awards za kutosha pale kwenye kabati. Najuaga kuna hizo zinaitwa sijui daytime Emmys za nini mambo. Hizi awards za kimataifa una mpango gani nazo? Daytime Oscars, SAG awards. Tunaruhusiwa sisi kusubmit kazi zetu. BT mambo ya muziki na ongelezi za vizipo naweka wanauza movie. Yes, of course. Daytime Emmy kwa sababu wewe si nanilii una shoot series. Of course ujue inaruhusiwa sasa, inategemea wewe kiwango chako cha ulichokifanya kinafiti kwenda kwenye zile Oscar. Mfano kama Oscar. Oscar ina masharti yake. Wanaiona movie, unapopeleka movie na masharti yao yote yakipita basi inapita. Lakini sisi bado tujafikia huko kiko. Lakini mimi ninavyokuambia hapa, Mungu akinipa uhai mimi nafika Oscar. From your mouth to God's ears. Toka mdomoni kwako mpaka masikioni kwa Oscar Hollywood hapa naiona. Sasa tukifikia fika huko ukiwa unaenda usisahau jamani, mbona niongelea uniite twende. Ni kazi yangu kupiga kigelegele. Au tunaenda Kigoma watu wakashangaa wa Marekani. Sisi tena na vijora. Hatari. Nadhani baada ya hapa hichi kitu kimeshatoka. Kwa hiyo tukitoka jamani tukutane mezani kwa muda wa kufinya. Okra soup with ugali moto moto. Ugali wa moto na okra soup na kila kitu hii. Mama ni utaenjoy leo. Mpaka nakuonea wivu kama ujala. Dada. Mimi mwenyewe najionea wivu. Tamu sana. Ui. Muda wa kufinya. Mwenyeji Lamata. Niko hapa muda wa kufinya. Muda wa kufinya. Shoga. Uko ulifikiri mimi kama ni mambo hivyo babu tumeandika kama mnavyoona Molly leo niko na Fija na Superwoman, producer, director, songwriter, scriptwriter, talent manager, influencer on of Tanzania. Boss lady. Yes. Tuko na Lamata vile ndio tunaofinya, tuna ugali wetu wa moto na mimi naongea sana, nataka kula mimi. Tusali shoga yangu sana. Sawa. Unasali wewe nisali mimi. Wewe sali tu. Utubariki Mungu wetu sasa chakula chetu pata tutumike vyema amina. Okay. Siwezi mimi ugali. Dada. Ndio unafinyaga hivi na Come. Sasa sikiliza, kuna watu wanapenda kula hao. Naomba njoo. Na watoto wangu wanapenda kula, wanapenda kufatafata kila nilipo. Na nao wanakuja na njoo. Hizi zote ndo nini bwana, muongee Kiswahili nikuelewe. Hizi zote ndo nini? Wewe kula hivyo. Dada. Dora unalinga sasa. Moto. Subiri niwape majibu. Majibu gani? Jamani kweli ni moto. Mama sifiki. Sogea. Una majeko wewe? Wewe unaanzaje kula? Jamani wewe nyie. Vipi? Kabla jiondoka, bosi. Wewe unataka kukumbukwaje kwenye historia ya Kitanzania katika tasnia ya filamu? Mimi? Wewe hapo. Mimi nataka nikumbukwe kwa mapambano na kuhakikisha watu wanapambana, wanafikisha ndoto zao, yani wanafanikiwa kwenye ndoto zao. Kimoja wapo natamani kabla sijadondoka Mungu hajanichukua, sababu kila mtu atakufa. Hamna mtu ambaye hatakufa duniani. Ukiingia lazima utoke. Nihakikishe nimeacha alama, nina Lamata Village Studio ambayo itakuwa miaka yote 1000 2000 imekaa pale kama Universe Studio. Hicho ndo kumbukumbu yangu, natamani ije itokee. Ina kidola jamani. Hata kama. Unarusha ana mambo jamani. Taratibu. Swali langu la mwisho. Nataka uongee na watu wawili kwenye screen. Kwanza kabisa, producer, director chipukizi. Kama ulivyotuambia wewe, uliosha sahani, ulibeba pochi, ukadeki nyumba, mpaka sasa hivi you're one of the biggest in the country. Unamwambia nini chipukizi, producer, director? Na unamwambia nini binti ambaye yuko nyumbani ambaye na yeye ana ndoto za kuwa kama wewe? Ninawambia kama mambo matatu kama mpaka manne. Cha kwanza, uvumilivu, kuvumilia. Yani uhakikishe una uvumilivu. Cha pili, usiwe na tamaa. Ukiwa na tamaa hauwezi kutimiza ndoto zako. Cha tatu, uwe na bidii ya kufanya unachokitamani kukifanya. Cha nne, hakikisha unapata matokeo.
Yaani mimi nina mawazo, nina jambo langu, nipate matokeo. Sio kwamba tu niseme bwana mimi natamani kuwa kitu fulani au kuwa. Mimi Lamata nilitamani, nilivumilia, sikuwa na tamaa, nimeona matokeo. Thank you. Ugali ni wa moto. See you next. Jamani, kutoka kwa Mona Lisa, Lamata Lea. Muta mpiga magoti pamoja na Dora na Lamata Village na crew nzima ya Diko tunawaga pamoja. Kuna pilipili. Kuna watu join. Na watu. Sikia bwana, nyinyi mnakuja kuiba hapa. Kuna sema ni kitamu. Perfect. Bye bye. Tunachela kula bana.